Tukio hilo limetokea majira ya usiku wa kuamkia leo Machi 19, ambapo asubuhi baada ya mhudumu wa nyumba hiyo ya kulala wageni inayojulikana kwa jina la First and Last Guest House kushindwa kufungua mlango alimokuwa amelala mtu huyo akihitaji kufanya usafi. Kuna watu wawili ambao walikuwa wanatokea Chato kwenda Nzega, alafu mmoja wao ambao alikuwa ametoka kuonana na mdada ambao alirudi naye hapa guest house. Kufikia asubuhi ilionekana kwamba yule mkaka pamoja na mwenzio waliondoka kuelekea huko Nzega, na wadada wasafishaji wa hapa guest house walivyokuwa wanapita kwenye vyumba kufanya usafi wakamkuta yule mdada ameshauawa kwenye chumba namba 3. Ni tukio ambalo limetusikitisha sana watu wa maeneo haya, maana ni mama mtu mzima amefanywa kitendo cha kinyama. Sasa hatujui aliyefanya hicho kitendo alikuwa na nia gani. Ni kitu ambacho kinaumiza na kinaleta hisia mbaya kwa sisi ambao tunakaa maeneo haya. Tuombe tu serikali na jeshi la polisi watusaidie kuhakikisha anapatikana mtu aliyefanya kitendo hicho. Mwenyekiti wa mtaa huo Nubi Rubango amesema mwanamke huyo hakuandika majina yake katika kitabu kinachotunza kumbukumbu ya orodha ya wageni, hivyo mwili wake umeshindwa kutambulika mara moja. Polisi pelelezi mkoa kama amefika na timu yake, kama amekuja na daktari, basi wakafanya shughuli za kipolisi hapo, wakamaliza, na kulikuwa na watu wengi wamekusanyika, wakautoa mwili nje kwa ajili ya wale watu waliopo nje, maana kulikuwa na watu wengi sana, ili kwa ajili ya kuruhusu zoezi la kila aliyepo angalia ule mwili, pamoja pengine wanaweza kautambua. Lakini watu waliangalia wote waliokuepo, lakini hakuna aliyemtambua hata mmoja. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungwa, akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, amesema uchunguzi katika chumba hicho namba 3 kiliweza kufanyiwa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi, ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kukwaruzwa na kucha sehemu za shavuni, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni. Aidha, Kamanda Mtafungwa pia amewataka wananchi kujitokeza katika hospitali ya wilaya ya Misungwi ili kuendelea kutambua mwili wa marehemu huyo. Tunaomba wakazi wa eneo hilo la Usagara na maeneo mengine yaliyo jirani na Usagara kufika katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya kufanya utambuzi kama kuna mtu ambaye ana ndugu yake ambaye ni wa jinsia ya kike wa umri huo na ametoweka katika mazingira ya kutatanisha. Hata hivyo, jeshi la polisi linawashikilia na kuwahoji watu wawili ambao ni Teresia Moshi Ndaki mwenye umri wa miaka 36, meneja wa nyumba hiyo ya kulala wageni, pamoja na Bi Neema Mlele Kayonga mwenye umri wa miaka 44 ambaye ni mhudumu katika nyumba hiyo ya kulala wageni.